yote ambavyo umewahi kufikiri duniani. Shetani ametarget sana kulimaliza neno la Mungu duniani, na anataka kama vile kulimaliza kwa staili ambayo kizazi cha leo kisiposhtuka kipo kwenye hatari kubwa sana. Zamani kabisa, wale ambao mnasoma historia ya kanisa, shetani alishambulia neno kwa njia ya mateso. Kwa hiyo watu wakawa wanateswa, ukionekana na Biblia ilikuwa ni kesi kubwa sana. Na baadhi ya wasomi, wanazuoni wakubwa kanisa la Kikristo wakajaribu kuifasiri Biblia katika lugha za kwao ili kuisambaza. Wengine kitendo cha kutafsiri Biblia katika lugha za kwao kiliwagharimu kifo. Watu kama kina Wycliffe, watu kama kina Jerome, John Huss na wengineo wengi. Ndio maana watu wengine nasema, mbona Biblia ina tafsiri nyingi sana? Hizi tafsiri nyingi unazoziona ilikuwa ni makundi, baadhi yake ilikuwa ni makundi au watu binafsi ambao walikuwa wanajaribu kutafsiri Biblia kutoka lugha za awali ije katika lugha ambazo watu wa kwao wangeweza kuelewa, kama Kijerumani, Kiswedish na nyinginezo. Kwa hiyo kwenye Kiingereza baadaye zikatafsiriwa ili ziwe nyingi kama hivyo. Unakuta ile ya Zwingli ikatafsiriwa kwenye Kiingereza, Wycliffe kwa sababu ilikuwa ni Kiingereza, ya Jerome Bible iko mpaka leo iko kwenye Kiingereza. Kwa hiyo unakuta kwamba ndio tukana tafsiri nyingi. Sasa sikiliza, shetani akatumia mfumo wa mateso ili kuweza kunyamazisha Biblia kwa karne nyingi sana, na akatumia staili nyingine. Biblia ikawa inamilikiwa na kanisa peke yake. Nikisema kanisa namaanisha wale viongozi wa juu, wakaidhibiti hapo. Leo hii kwa kuwa hawezi tena kuwatesa watu, kwa sababu hawezi kuiondoa Biblia katika mikono yao, na hawezi tena kutumia kanisa kufanya limiliki Biblia peke yake na watu wasio na Biblia mikononi mwao. Sasa hivi analeta kitu kingine ambacho kinavutia ili kuhafifisha usomaji wa Biblia. Nataka ili iweze kuingia kwenye akili yako vizuri. Na tunapotazama hili sasa, ndipo tunaanza kuangalia ni kitu gani hicho. Inaweza kuwa ni mitandao ya kijamii, shughuli za dunia hii, unakuta masumbufu ya dunia hii, misongo ya mawazo, kwa unakuta ule muda wa usomaji wa neno unapotea. Nimekuwa nikikazia hili na ninarudia, hata kama uwe bize kiasi gani, tenga muda wako, dhamiria kutenga muda wako kwa ajili ya kusoma neno. Leo nimeanza na hili kwa sababu tunagusa sehemu nyeti sana ya kitabu cha Waefeso, na utaona jinsi ambavyo Waefeso, kitabu hiki kimeandikwa au barua hii imeandikwa kwa Waefeso, lakini ina ujumbe mzito sana kwa kizazi cha leo. Tuombe kabla ya kuanza somo la siku ya leo. Baba yetu na Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali. Asante kwa ajili ya neema yako hii. Tunapoangalia somo la siku hii ya leo, naomba uwe na kila mmoja wetu. Na kwa vile somo la leo linahusu nguvu ya ajabu itendayo kazi katikati yetu, ninakusihi sana kila atakayelisikia akakutane na nguvu hii, ikambadilishe maisha. Hata kabla hatujafikia mwisho wa somo, katikati somo likiendelea, yeyote aliyefungwa na nguvu za giza zikamwachie. Yeyote ambaye amefungwa na magonjwa yakaachie. Yeyote ambaye amefungwa na balaa zozote na mikosi ya maisha na ukosefu wa hekima ya kiroho na hekima ya kiuchumi, hilo umbwe ambalo limefunga akili yake likaondoke, na sehemu hiyo ikajazwe na hekima ya kimbingu. Miujiza na maajabu ikatokea katikati ya somo, kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Somo la leo lina kichwa kinachosema kwa kadri ya nguvu itendayo ndani yako. Kwa kadri ya nguvu itendayo ndani yako. Tunaangalia kitabu cha Waefeso sura ile ya 3 fungu la 20. Waefeso sura ya 3 fungu lile la 20. Anasema, basi utukufu una yeye awezaye kufanya mambo mengi ya ajabu kupita yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hili ni andiko ambalo ni nyeti sana. Ukilifuatilia kwa umakini, ukiwa umetulia akili yako vizuri, na ukiwa na sikio la kiroho, ili kuweza kuelewa kile ambacho Mungu anakizungumza siku hii ya leo. Kitabu cha Efeso kwanza, unapoangalia kwa mfano hili fungu la 20 katika sura ya 3,
sio kwamba ni mfumo wa mashairi wa kuleta faraja kwa msomaji. Ni maneno mazito ya kithiolojia, lakini yenye nguvu ya kiroho kwa kila atakayeelewa. Kwa nini niseme kwa kila atakayeelewa? Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Ibrania, utasoma kwa muda wako, lakini Waebrania sura ya 4 isome kwa muda wako, inaongelea kuhusu watu kuingia kwenye raha. Imetajwa sura ya 4 kwamba Yoshua kama angaliwapa raha asingalinena siku nyingine baadaye. Lakini kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 4 pale kuna andiko moja linasema hivi: neno lile lililonenwa halikuwafaa kwa sababu halikuchangamana na imani. Mwandishi anaanza na maneno ya kwamba habari njema ilihubiriwa. Sisi pia tumehubiriwa habari njema kama wao, akiongelea Waisraeli. Anasema lakini maneno yale hayakuwafaa kwa sababu hayakuchanganywa na imani. Roho Mtakatifu akusaidia uweze kuelewa kinachokisema sasa hivi, maana kinasaidia sana kiroho. Watu wanaweza wakasikia maneno wakiwa 10, lakini watu 2 pekee ndio wakafaidika katika lile neno, kwa sababu katika kufaidika katika lile neno kunaletwa na uelewa wa neno na kuliamini neno. Sikia hii, piga picha. Walikuwepo wagonjwa wengi katika Israeli, lakini hawakuponywa wote. Ndio hata wakati Yesu anaongea mfano wa Naamani, anasema zama zile Naamani anaponywa ukoma wake, walikuwepo watu wengi ambao walikuwa na ukoma, lakini hawakuponywa isipokuwa Naamani. Hata yeye Naamani ilibidi apate watu wa kumshawishi ili lile neno alichanganya na imani aweze kuona matokeo. Vivyo hivyo kanisani, tunapoenda kanisani neno linahubiriwa, kuna watu ambao wanasikiliza lile neno pale wanapohubiriwa na wanalielewa lile neno, wanachanganya na imani, wanapata matokeo, wanaona matokeo yale neno. Kwa hiyo ili neno liweze kuwa na matokeo katika maisha ya mtu, lazima lichanganywe na imani. Na imani ni nini? Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wale ambao wanataka waone ndipo waamini hawatapata faida ya neno, ila wale ambao wanasikia na kuliamini neno ndio ambao wanaona matokeo, tena ya haraka sana, kwa sababu wanaona katika jicho la imani. Bado naendelea vizuri uweze kuona. Wakati Yesu anaenda kumponya yule mtoto wa ofisa ambaye alikuwa anaumwa, anaenda kumfufua, yuko njiani anaenda, umati mkubwa wa watu ukamfuata. Katika ule umati mkubwa wa watu kulikuwa kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 30 na msongamano mkubwa wa watu ambao walikuwepo pale, walikuwa ni watu wengi wanamsongasonga Yesu. Lakini mwanamke mmoja ambaye yeye alimgusa Yesu upindo wa vazi lake, wakati mwingine akisubiri muujiza wa Yesu kufika nyumbani kwake, mmoja anagusa tu vazi na anapata matokeo pale pale. Bado mchungaji, unakumbuka kuna stori ya bwana mmoja ambaye pia naye alikuwa ni ofisa, akatuma watu kwa Yesu kwamba aje amponye mfanyakazi wake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Akatuma watu waweze kuja kwa Yesu. Lakini unakumbuka maneno ya Yesu ni hapa. Yesu alikuwa yuko tayari kwenda. Yule bwana aliposikia Yesu anakuja, anasema hastahili kukanyaga kwangu, yeye mwambie tu aseme neno kule alipo. Kwa hiyo alielewa nguvu ya neno. Unaona jinsi anavyolichukulia neno, anasema tamka neno tu huku atapona. Yeye analichukulia neno kama kitu kinachotumwa na kinaenda kufanya. Ndio maana anasema yeye akitamka neno, hapa ndipo uweze kuona jinsi ambavyo imani ina activate, inaachilia utendaji. Nimekuwa nikilisema hili mara kadhaa, hata wakati nikihubiri kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia sana, ya kwamba tunapoenda mahali kwenye mikutano, kuna mtu anakuambia nahitaji kumuona mchungaji. Kuna mtu anakuja pale hata hajamuona mchungaji, unashangaa baadaye anakupa ushuhuda, nilikuja kusikiliza ili likatokea, nilikuja kusikiliza mwanangu akafunguliwa, hii ikatokea. Hatujawahi kukutana naye. Hapo ndipo unaona kwamba kuna mtu alijilimit yeye mwenyewe, akasema mimi ili niweze kufunguliwa mpaka nikutane na pastor. Amejifunga tayari. Kuna mtu yeye alikuja pale, mimi nikikaa tu nikisikiliza neno nitaona matokeo. Huyu bwana yeye alijua, ndio maana anasema litume neno. Sikia maneno ya Yesu. Yesu akasema sijawahi kuona mtu mwenye imani kama huyu. Usije ukasahau Ibrania sura ya 4 ambapo anasema lile neno halikuwafaa kwa kuwa halikuchangamana na imani.
Kwa hiyo ili uweze kuona matokeo ya neno ni mpaka uweze kulichanganya na imani. Turudi kwenye Efeso sura ya 3 fungu la 20, anasema basi utukufu una yeye awezaye kufanya mambo mengi, zingatia mambo mengi ya ajabu kupita yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa yoyote ambayo tumeyasema hapa juu, kufanya mambo mengi, kufanya mambo ya ajabu kupita tuyaombayo au tunayoyawaza, kigezo cha kutenda yote haya ni kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa lazima uweze kuijua hii nguvu itendayo kazi ndani yetu. Unapoielewa hii nguvu, ndipo haya ambayo tumeyasema hapa juu yanakwenda kutokea na kuona matokeo makubwa. Nilikuwa nafundisha kuhusu matoleo ya sadaka mara kadhaa, nimelisema sana hili. Mtu ambaye anachukulia sadaka na zaka kama mchango kanisani hawezi kuona au kupata faida ya sadaka na zaka. Lakini mtu ambaye anachukulia matoleo ya zaka na sadaka kama ibada kwa Mungu, huyu mtu ataona matokeo ya ile ibada. Sikiliza nikwambie, hakuna ibada yoyote kwa Mungu ambayo mwanadamu ataifanya kwa moyo ataondoka katika ile ibada bure. Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni za kweli. Ukiangalia kwa mfano amri 10 za Mungu, amri 10 za Mungu zote kuzitazama ni faida ya kwetu sisi. Kila amri ukichambua moja baada ya nyingine, anayefaidika ni sisi. Inatuletea faida kwetu sisi. Tuje kwa habari ya kazi. Biblia inasema siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kuna mtu anapumzika siku ya sabato kama amri ya Mungu. Kuna mtu anapumzika siku ya sabato kama ibada kwa Mungu. Ni watu wawili tofauti. Lakini pia angalia, amri ya sabato inatanguliwa na amri ya kufanya kazi. Kuna mtu anafanya kazi kama wajibu. Kuna mtu anafanya kazi kama ibada. Huyu mtu ambaye anafanya kazi kama ibada atafanya kazi na kuona baraka na matokeo ya kazi. Mungu atusaidie tuweze kulielewa hili. Twende zaidi hapo. Nakupa tu mfano huu ambao utauelewa zaidi katika maisha. Nenda kaangalia katika hizi huduma za kijamii ambazo tunazifanya. Kuuza duka, umeamua kuanzisha duka, nyumba ya wageni, natoa tu mfano huo. Wewe ni dereva wa magari, umeanzisha gari lako kwa ajili ya kubeba abiria. Taja kazi yoyote ambayo unaifanya. Kila kazi ina matunda yake ya mwilini, ina matunda yake ya rohoni. Utavuna vitu vya mwilini, utavuna vitu vya rohoni. Mtu ambaye anafanya kazi ya udaktari kwa lengo la kupata kipato, huyu mtu ana mzigo mkubwa. Atapata pesa lakini atateseka, hatafurahia kazi ya udaktari. Lakini mtu ambaye nia yake ya kusoma udaktari asema nikiwa mkubwa, kama watoto wanavyosema, au nataka nifaulu vizuri PCB ili niwe daktari, nisaidie watu, huyu mtu ana baraka kubwa katika maisha yake. Na nikwambie, kama kuna watu ambao wana kazi ngumu ni madaktari. Inahitaji sana neema ya Mungu ndani yao. Wanafanya kazi kubwa ya kukutana na matatizo kila siku. Kwa hiyo hata wao kisaikolojia wanachoka. Lakini daktari yeyote ambaye ni mcha Mungu anajua kwamba ile kazi anaifanya kama ibada kwa Mungu ili aweze kuleta mema kwa jamii. Ana baraka, hata mwili ukiwa umechoka, Roho Mtakatifu anamburudisha, kwa sababu anagusa jamii. Sasa kitabu cha Waefeso, kwa nini nakipenda sana, na ndicho kilinisukuma kuandika kile kitabu ambacho baadhi yenu mnakijua, kinaitwa Silaha 7 za Kiroho. Nimetumia kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso kinatufaa sana leo kwa sababu kinaongea vitu ambavyo tunavipitia pia leo. Kwanza hebu sikiliza maneno haya, uelewe Efeso ni nini, ni mji wa namna gani. Efeso ulikuwa mji mkubwa wa dola ya Kirumi, kitovu cha biashara, elimu, dini na nguvu za kiroho bandia. Kitovu. Kwa unapoongelea habari ya nguvu za kiroho bandia, ilikuwa ni Efeso. Unapoongelea habari ya biashara na uchumi, unaongelea Efeso. Unapoongelea habari ya elimu ya dini, theology, umeongelea Efeso. Kwa hiyo ni kama vile dola ya Kirumi ilikuwa imeelekeza nguvu yake yote Efeso. Kuna vyuo, kuna maeneo ya kubadilisha fedha, kulikuwa na mambo ya kiroho mengi ajabu. Miji yote mikubwa ambayo ni miji ya kibiashara ni malango pia ya kiroho. Kuna vitu vya kiroho vinaendelea hapo vikubwa. Kwa hiyo wacha Mungu wote ambao wanaelewa kinachokisema, mnapoingia katika eneo, mji wowote ambao ni mji mzuri kibiashara,
lazima watoto wa Mungu wafanye ibada ya kuweka wakfu hilo eneo, kama Yoshua alivyofanya ibada ya kuweka wakfu Yeriko kwanza, ili kuangusha na kumilikiwa na Mungu aliye hai. Haihitaji watu wengi, walipo wawili au watatu, nipo katikati yao. Hapa naongea na wacha Mungu ambao mko Kariakoo. Hapa naongea na wacha Mungu mlioko Kinshasa. Naongea na wacha Mungu mlioko Nairobi. Naongea na wacha Mungu mlioko kule Goma. Naongea na wacha Mungu mlioko maeneo mbalimbali kule Kigali, kule Bujumbura. Popote mnapoona kuna masuala ya kibiashara makubwa, mjue palipo na uchumi mkubwa wa kibiashara, palipo na lango kubwa la kibiashara, kuna lango la kiroho, kwa sababu uchumi unatumika kupatia nguvu mambo ya kiroho ili kuongeza wafuasi. Nami naomba kwa kila mtoto wa Mungu anayenisikiliza hapa, ambao unafanya biashara, ambao uko ofisini umeajiriwa, ambao uko popote unafanya kazi ya uchumi, Bwana akulinde, Bwana akutetee, Bwana akuzingire na nguvu yake, kwa kuwa kazi unayoifanya ni ibada kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Adui asije akashambulia katika eneo lako la ndani la baraka yako la uchumi wako, ili uendelee kufanikiwa, sio ili uweze kujisifu wewe, watu wakuone, ila watu wamuone Mungu kwa ajili ya utukufu wa ufalme wake. Efeso ilikuwa ni eneo zito sana. Efeso kulikuwa na hekalu la Mungu anaitwa Artemi. Halikuwa jengo la ibada pekee, bali mfumo uliotawala uchumi, utambulisho na hofu ya watu. Uchawi na heshima kwa mamlaka zisizoonekana vilikuwa sehemu ya maisha ya kawaida. Nguvu iliheshimiwa, lakini chanzo halisi cha nguvu hakikujulikana. Ndivyo Efeso ilivyokuwa. Kwa unapokuja kuongelea Efeso, huongelei kitu kidogo. Paulo anapoandika hii barua alikuwa yupo kifungoni, amefungwa. Kwa hiyo anawaandikia hawa watu sio kurekebisha mafundisho ya kitheolojia au ya kiimani au ya doctrine, bali anahitaji waweze kutambua kuna kitu kiko ndani yao ambacho hawaja kitambua. Wakikitambua watashinda vyote vilivyoko nje yao. Ndio maana anawaandikia hii barua sasa. Kwa hii barua usichukulie rahisi. Hebu tuangalie maeneo machache kidogo, natamani uweze kuyaona. Ni kuanzie tu na Waefeso tuanze na sura ya kwanza, upate picha kidogo, background ya hii uone kile ambacho kinaelezwa pale, ili tukienda kwa ndani zaidi utaweza kuelewa mambo haya. Sura ya kwanza fungu la kwanza. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo. Kuna vitu muhimu vya kuangalia. Paulo mtume wa Kristo Yesu, yeye anajitaja kama ametumwa na Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Kwa walengwa wa barua hii ni wote wanaomwamini Yesu Kristo. Kwa kama unanisikiliza, umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, barua hii ni kwa ajili yako. Inawezekana unanisikiliza, wewe ni Muislamu na hujampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unamchukulia Yesu kama nabii aliyekuja duniani, ambaye alitumwa, lakini hujamchukulia kama mwokozi wa jamii ya kibinadamu. Ukimwamini Yesu Kristo, ukifanyia kazi haya, utaona matokeo yake. Kwa hiyo wewe ambao umempokea Kristo Yesu, hii barua inakuhusu kabisa. Anasema fungu la pili, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Baraka za kiroho katika Kristo. Wale ambao mnaangalia ile barua, zile Biblia ambazo zimeandikwa zikiwa na subheadings, ndipo kabla ya kwenda fungu la tatu anasema baraka za kiroho katika Kristo, ili uweze kuelewa kile ambacho anakisema pale. Fungu la tatu, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Ni kitabu cha Waefeso sura ya kwanza ambacho kinaanza kukuambia kwamba kuna ulimwengu unaonekana na ulimwengu usioonekana. Anakuambia kuna ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Hapa ndipo unaanza kusikia hii misamiati ya ulimwengu wa kiroho. Unajua, kitabu cha Waefeso ndipo unakuta vaeni silaha zote za Mungu.
ndipo unakuta neno la Mungu likichukuliwa kama upanga, wakati wengine wakilichukulia kama mkusanyiko wa vitabu unavyoweza kuvisoma na ukaona hadithi za Waisraeli, ukaona watu wa zamani walifanya nini. Kitabu cha Efeso kinakwambia hapana, ukijua kulitumia hilo neno vizuri, ni upanga unaweza kukata nguvu za giza. Kitabu cha Efeso hicho. Kwa hiyo hapa katika fungu la 3 anasema atukuze Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Mnaofuatilia sana kipindi hiki mara kadhaa, kuna wakati nilisema hivi, huwezi kuushinda ulimwengu wa kimwili kama hujashinda ulimwengu wa kiroho. Yaani huwezi kuwa mshindi nje kama hujawa mshindi ndani. Popote pale libebe hili, ulielewe. Tunafanya biashara ndani, ndipo tufanye biashara nje. Tunatawala ndani, ndipo tukalie viti vya utawala nje. Ikatokea umekalia kiti cha utawala nje kabla ya kukalia rohoni, huwezi kukaa, maana kuna milango inayopambana na hiyo utawala kwa ajili ya faida zake. Fungu la 4 katika sura ya 1, nataka tupate hii picha. Sura ya 4 katika fungu la sura ya 1 fungu la 4 anasema, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo hapo ulipo anakuambia hivi, wewe ulichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yaani kabla hii sayari dunia haijaumbwa, Mungu hajatengeneza maji ya hii dunia, mabahari yote, hajaweka misingi yake yote, alijua kwamba wewe unanitazama leo utazaliwa, na alipanga uzaliwe. Shida yako, unaangalia mazingira yako ya sasa, hali unayopitia kiuchumi, changamoto ya dhambi ambayo imekung'ang'ania, msongo wa mawazo wa ndoa yako, changamoto zako pale kazini, umezifanya kuwa kubwa, ukadhani ya kwamba hizo ndizo zinaamua hatima yako. Haziwezi kuamua hatima yako, maana hata Daudi hatima yake haikuamuliwa na kushambuliwa na Sauli, bali hatima Daudi iliamuliwa na mafuta aliyopakwa na Samueli. Hatima ya Daudi ilitambuliwa na uchaguzi wa Mungu aliyemchagua mapema kabla ya kumtuma Samueli kumpaka mafuta. Ukielewa hili, hakuna hali yoyote itakayokutishia na kukutoa nje ya mstari. Niruke tu niende fungu la 6 sura ya 1, anasema, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Rafiki yangu, Yesu amekuja kutufunulia jinsi Baba anavyotuchukulia. Ndio maana Yesu anasema Baba mwenyewe awapenda. Kwa hiyo Yesu amekuja kutuambia, mliambiwa baba yenu ni adui yenu kwa vile mko ABCD. Ukweli ni kwamba baba yenu anachukia matendo yenu maovu, hajawahi kubadilika, ila anawapenda ninyi. Kwa hiyo anahitaji ashughulike na dhambi iliyoko ndani ili akutengeneze wewe. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa hili. Sura ya 2 anawaambia Waefeso, ninyi mlikuwa wafu huko zamani, lakini sasa mmekuwa hai. Anataka kuwaambia msije mkaishi tena katika historia ya zamani. Kuna watu hapa unavyonitazama, unaishi katika historia ya zamani, nilikuwa. Hiyo isikutawale tena. Angalia jinsi ulivyo leo katika Kristo Yesu. Wewe umekuwa kiumbe kipya, umeshabadilika. Paulo anapowaambia Waefeso, anapoandikia Waefeso barua katika sura ya 2, anawaambia kwamba hata yeye pia alikuwa hivyo zamani, lakini leo hii ni mwingine kabisa. Ndipo tunaingia sura ya 3 sasa. Sura ya 3 anaposema, kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wa Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika maneno machache. Fungu la 4, kwa hayo msomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Kama kuna mitume katika Biblia wa Agano Jipya ambao walijua siri ya Kristo amekuja kufanya nini, ilikuwa ni Paulo. Paulo amefungwa
kwa ajili ya Injili, lakini yuko huru kiroho. Haleluya! Yuko huru kiroho. Usije ukatishiwa na maisha yako ukamsahau Mungu wako alivyo mkubwa. Hebu sikia Waefeso sura ya 3. Kabla ya kuitazama, tunaangalia muktadha wake, lakini kuna vitu vitatu muhimu natamani uweze kuvielewa siku ya leo, msikilizaji na mtazamaji. Jambo la kwanza muhimu, waimarishwe kwa nguvu katika utu wa ndani. Ndio ujumbe wa Paulo. Paulo anasema waimarishwe kwa nguvu katika utu wa ndani. Utu wa ndani. Kuna kitabu kimoja kimeandikwa na Ellen White kinaitwa Adventist Home. Kina majina mengi. Yeye huu utu wa ndani ameuita kwenye kile kitabu ni hekalu la ndani. Paulo anawaambia Waefeso, mkihitaji muweze kuwa imara na kuona matokeo, hebu lisheni utu wa ndani sana. Lisheni hali yenu ya kiroho. Jambo la pili Paulo ambalo anahitaji walibebe waweze kulielewa watu wa Efeso, na wewe pia ulibebe uweze kulielewa. Anasema Kristo akae mioyoni mwao kwa imani. Unanitazama? Anasema kwamba Kristo akae moyoni mwako kwa imani. Usije ukasahau neno kwa imani, na usije ukasahau neno imani. Maana yake ni nini? Na imani maana yake halisi mpaka usomo wa Waebrania 11:1. Kuitamka imani na kuijua imani ni vitu viwili tofauti. Waebrania 11:1 inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kuna wimbo mmoja ambao tunauimba katika nyimbo za Kristo, sijajua kwamba kwenye tenzi za rohoni upo, lakini ule wimbo unasema, tawala ndani yangu Yesu mfalme, uwe kwangu majibu kwa maswali yote, uishi ndani yangu kiongozi, kama nitakuwa sijakosea lyrics yake. Wewe ambao unanitazama sasa hivi, nguvu za giza zimekuhangaisha sana. Umeombewa na bado unaona kwamba zinakusumbua. Kristo akae ndani yako kwa njia ya imani. Wakati mwingine nimesema badilisha staili unayoomba. Kuna wakati mwingine unamkemea shetani huko kwenye woga, sio kwenye ujasiri, maana yule mtu wa ndani hayuko imara. Hata hiyo unayonitazama, ukisema tu kwa imani, Kristo kaa ndani yangu, na ukaamini ya kwamba kweli Kristo sasa hivi anakaa ndani yako kwa njia ya imani. Nikisema kwa njia ya imani, usije kutarajia kwamba utaona kuna linuru likubwa linaanza kumulika, linaingia kwenye utosi, linaingia ndani unasema sasa ndipo Kristo anaishi ndani yangu. Hapana. Kwa imani ni kuamini kitu ambacho hakionekani ya kwamba kipo. Ukiamini hivi, hata hivi ninavyoongea, nguvu za giza haziwezi kukaa ndani yako. Haziwezi. Maana hiyo imani inakuwa halisi. Kristo akae mioyoni mwao kwa imani. Jambo la tatu ambalo Paulo analikazia sana kwa Efeso, anasema wauelewe upendo wa Kristo kwa uzoefu, si kwa nadharia. Ni jambo zito sana hili. Kuna watu wengi sana wako kule nje wanajua habari za Yesu. Yaani kujua habari za Yesu na kupata uzoefu wa huyu Yesu ni vitu viwili tofauti. Kuna kikundi kimoja kiliimba kilipata maarufu sana hapa Tanzania. Waliimba wakiwa wamevaa mavazi yale ya Kiarabu. Wakasema tuonyeshe Yesu. Wayunani walisema tuonyeshe Yesu. Yesu sio nadharia. Yesu, elewa ya kwamba unaongelea hapa mtawala wa mbinguni na duniani. Unaongelea hapa ambaye vitu vyote viliumbwa kupitia yeye. Pasipo yeye hakuna ambacho kilifanyika. Hapa unaongelea ambaye anaheshimiwa mbinguni na duniani, na vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana. Ndio unaongea habari zake hapa. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja kuhusu andiko moja kwenye Biblia ambalo hata mimi huko nyuma nilikuwa na tafsiri vibaya. Lile andiko linasema ya kwamba kwa hiyo Mungu alimuadhimisha, akampa jina lipitalo majina yote. Sasa mara nyingi na mimi nilikuwa nimeamini kwamba Mungu alipomwadhimisha akampa jina lipitalo majina yote, kwenye akili yangu nilidhani ya kwamba jina la Yesu ndio jina lipitalo majina yote.
Lakini baadaye wakati nasoma Biblia vizuri na Mungu ananipa mafunuo ya neno lake vizuri, nikaja kugundua kwamba nilikuwa nimeelewa lile andiko tofauti kabisa. Kwa nini? Jina Yesu kwa lugha ya Kiebrania ni Yaheshua au Yeshua. Walikuwepo watu wengi ambao walikuwa wanaitwa Yoshua wakati ule. Hata yule ambaye alishika madaraka baada ya Musa anaitwa Yoshua. Kwa Kiunani angeitwa Yesus. Kwa hiyo leo kuna watu wengi sana ambao wana hilo jina. Kwa hiyo hilo sio hilo jina ambalo linasemwa. Lazima kuna jina lingine. Maana kama ingekuwa ni jina ambalo linaibuka wakati Yesu anazaliwa, tungesema ni jina jipya. Sio jina jipya. Lilikuwepo. Yoshua alikuwepo, lakini hilo jina sio maana yake. Jina Yeshua au Yoshua lina maneno mawili ndani yake, ina maana kwamba Yahwe ni wokovu wangu. Ndio maana yake. Ni sana mimi ukisema jina David lina maana yake. Kwa unaposema kwamba Mungu alimwadhimisha akampa jina lililo kuu kuliko majina yote, ni jina la Mungu mwenyewe. Jina ni cheo, jina ni tabia. Kwa unapomwona Yesu umemwona Mungu mwenyewe. Ndio maana hata hukumu ya mwisho Biblia inasema kwamba amempa mwana kuifanya ile hukumu ya mwisho. Hasa anaposema hapa kwamba wauelewe upendo wa Kristo kwa uzoefu, si kwa nadharia, maana yake ni kwamba wamuelewe kwanza Yesu ni nani, waelewe nguvu yake, wamuone mwenye nguvu kubwa kiasi hiki ameamua kukupenda mwenye dhambi kama we kiasi hicho. Ukielewa huu upendo ulivyo mkubwa, utaona thamani yake ilivyo kubwa. Kwanza hutakuwa na uoga, bali utakuwa na ujasiri. Ukijua kwamba ikiwa Yesu aliye mkubwa kiasi hiki, ambaye mbingu yote inampigia magoti, kamanda wa majeshi ya mbinguni anapigiwa magoti, lakini akaamua kuvaa ubinadamu, akashuka, akazaliwa na mwanamke, akaishi katikati yetu, akaishi maisha ya umaskini, na akiulizwa ni kwa nini anahitaji, anasema nimefanya yote haya ili kuja kumwokoa mtu ambaye ni wewe unanitazama hapa sasa hivi. Ni upendo mkubwa usio wa kawaida. Kuna saa mimi natazama viumbe, wadudu jinsi walivyo, mpaka unashangaa. Kuna ndege wanatoa sauti za ajabu ambazo ili sisi tutengeneze mashine kama ile ambayo inatoa sauti kama zile, tuwe na mfumo wa kompyuta, tuwe na mfumo wa umeme, lakini yeye aliumba kiumbe hicho kitoke kwenye yai tu la ndege linazaa hicho kiumbe na kinatoka katika ujuzi wake ulivyo. Ona ubongo ulivyo, angalia fuvu la mwanadamu kule ndani jinsi palivyochongwa vizuri kwamba ubongo ukae hapa, ukae hapa. Ni yeye ndiye alifanya yote haya. Huyu ndiye mkubwa kiasi hiki, amekuja kwako. Mchungaji, sija kuelewa. Ni sawa na wewe kesho ukute rais wa nchi yako, waziri mkuu wa nchi yako, sijajua nchini kule mnatumia nini, yuko nyumbani kwako anakuambia nimekuja kukupikia chakula. Utakubali? Ndio usimshangae Petro siku ile anapoona Yesu ananawisha watu miguu akagoma. Maana alikuwa anawachakawa jamaa wananawishwa miguu, anaona wa kwanza akakubali, wa pili. Hivi jamaa wanajua naye wanawisha miguu ni nani? Hivi wana akili timamu hawa kweli? Alipokuja kwa akasema mimi hapana, siwezi kufanya kitu kama hiki. Ndipo Yesu anamwambia hapana, ukikataa huna shirika nami. Uone hii alivyojishusha kwa ajili yako. Wakielewa huu upendo, ndipo hata wewe unayeomba ile tabia ya kusema Mungu nimekukosea kitu gani mpaka unisikii, ukijua unapendwa, utajua sio kwamba umemkosea kiasi kwamba hakusikii, ila kuna kanuni za kiroho unahitajika kuzijua ili kuona majibu ya maombi yako. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu, nguvu itendayo kazi ndani yako ni ipi? Ambao tunasema yale majibu yote ambayo tunasema pale juu ni kwa kadi ya nguvu itendayo kazi ndani yako ni ipi? Sikiliza vizuri maneno haya. Nguvu inayozungumziwa hapa ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Si nguvu ya hisia wala nguvu ya akili. Ni nguvu ya Mungu inayobadilisha mtu wa ndani kabla haijabadilisha mazingira ya nje. Hii nguvu ukitazama katika lugha ya mkoloni, kuna neno ya Mgiriki, kuna neno ambalo alilitumia pale, nilipenda sana katika maneno ambayo ameyatumia. Ngoja nione kama nitalipata. Ni neno dunamisi. Dunamisi linamaanisha nguvu hai izalishayo matokeo. Unajua neno dunamisi ndio tulipata wale waendesha baskeli wanajua kwamba wakati unapoendesha baskeli usiku kuna kaduasha kama kakikombe kanaitwa dynamo.
Kale ka dynamo kuna namna unakaunganisha namna hii kwenye tairi la baiskeli, kanazunguka, kanazalisha umeme. Ndiyo maana ya neno dynamo. Dynamo, dunamisi, nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ni nguvu ambayo iko ndani yetu ya Roho Mtakatifu, sio hisia, ni halisi. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inabadilisha yule mtu wa ndani. Huyo mtu wa ndani akibadilika, chochote cha nje hawezi, yani hakiwezekani kikakushinda. Mungu atusaidie sana tuweze kulielewa hili. Kuna kamnyama ambako nimekatolea mfano kwenye masomo yaliyopita, kanita nyegere, kadogo kale. Kale kamnyama kadogo kanapambana mpaka na simba. Ukatazama kale kamnyama saizi yake ni kadogo. Hata ukapima nguvu zake ni ndogo. Lakini kinachofanya kawe kajasiri kiasi kile kikubwa mpaka kanaweza kumtikisa simba, mpaka simba anaogopa kabisa, ni kwa sababu ya ujasiri ulioko ndani yake. Kwa hiyo ikiwa kuna kitu ambacho unatakiwa siku zote uwe nacho, ni ujasiri wa ndani. Hauzalishwi na kitu kingine chochote, ila inazalishwa na nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yako. Sasa utanielewa kwa nini ni muhimu sana kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha, ujazo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Katika ombi ambalo unatakiwa uombe ni ujazo wa Roho Mtakatifu, ili ile nguvu, dunamis, dynamo, dynamic, nguvu inayoleta matokeo. Wakati dynamo ya baskeli inapofanya kazi, ndipo unaona taa za baskeli zinawaka. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yetu, matokeo yake yataonekana nje. Wagalatia anasema lakini tunda la Roho ni, ina maana ni matokeo ya uwepo wa Roho ndani yako, ndio tutaona matokeo yake nje. Tunda la Roho ni upendo, fadhili, utu wema. Ukijiona katika maisha yako hakuna upendo, hakuna kufadhili wengine, hakuna utu wema, usianze kupambana kujidai kuwa mtu mwema kwa kujidai, ukaanza kupambana kama kupenda watu kwa kujidai. Omba ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akijaa utaanza kuwapenda watu. Roho Mtakatifu akijaa utaanza kuwa unawafadhili watu, utakuwa ni mkarimu, utakuwa ni mtoaji. Kwa hiyo usianze kuchunguza na kupambana, na mimi natamani kuwa mkarimu, na mimi natamani labda kusaidia watu, na mimi natamani kuwa mtu mwema, na mimi natamani kuwa na kiasi. Kabla ya kutamani hayo yote, ukiona wengine wanayo yanakuvutia, omba ujazo wa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akiwa ndani, hayo yatatokea. Nguvu itendayo kazi ndani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 fungu la 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nguvu haiji kama Roho hajaja. Njoo kwenye karama za Roho, zawadi za Roho: uponyaji, miujiza, kunena kwa lugha, tafsiri za lugha, huduma, uimbaji, uinjilisti, uchungaji, ualimu. Ni matokeo ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hii nguvu ambayo inasemwa hapa, ambayo ndio itasababisha vitu vingi viweze kutokea, ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani. Wale ambao mmeangalia somo lililopita, mlilitazama, najua Jumatano iliyopita hatukurusha live, lakini tulikuwa na somo lingine. Lakini wale ambao mliangalia somo lingine, niliongea habari ya watoto wa familia moja kwenye kitabu cha Matendo, ambapo hawa mabinti walikuwa na karama ya kutambua mambo ya mbele kabla hajatokea. Ile haitokani na kitu kingine chochote isipokuwa Roho wa Mungu ndani yake. Sasa usije ukachanganya na hawa wengine manabii wa uongo. Manabii wa uongo kuwachunguza kwa kina sana, ambao leo hata kama ni Mkristo, anaweza kuwa Mkristo lakini akawa nabii wa uongo. Anaweza kuwa mganga na akajidai anajua mambo ya mbele. Wale watu ukiwatazama vizuri ni wabashiri, sio waonaji. Muonaji anabashiri. 2025 nilisema haya maneno kwa wale ambao mnakumbuka. Palitokea ubashiri mwingi sana. Mwingi ulitokea hapa, ubashiri mwingi sana. Wengine mpaka viongozi wa dini wakabashiri sana. Wakabashiri, wakaweka maneno mazito kuhusu Tanzania. Siku moja mtu mmoja akaniuliza, mchungaji wewe unasemaje? Nikamwambia utaona tukivuka mwaka huu, mwaka tuanza tu ukianza utaona mengi sana. Lakini uhalisia ni kwamba tuna wabashiri lakini hatuna waonaji. Na mtaprove mtakapoona yale ambao wameyasema wao hayatatokea kama walivyosema, ila wanaweza wakatwist maneno ili ionekane kama walikuwa wako sahihi. Kuna tofauti ya ubashiri na muonaji.
Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu anaweza kumwonyesha vitu vile vya kule mbele kama vilivyo, na lengo la kuonyesha mambo ya mbele sio ili kuonyesha kwamba Mbaga anaweza kuona, ila ni kusaidia watu wasipatwe na madhara. Hilo ndilo lengo, waweze kuepuka kile kinachokuja. Mnakumbuka kule nyuma pia nilisema kwamba kuna wakati huwezi kubadilisha matokeo, huwezi kubadilisha tukio, lakini unaweza ukabadilisha matokeo. Kwa mfano Mathayo 24, wakati Yesu anapoongea juu ya matukio ambayo yangekuja mbele, anasema ombeni ili kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi au siku ya Sabato. Alikuwa anaongelea habari ya tukio ambalo lilikuwa linatokea mwaka wa 70 AD baada ya yeye kupaa. Akajua ikiwa ni wakati wa baridi watavamiwa, watamalizwa. Ikiwa ni wakati wa Sabato watakutwa wakiwa kwenye ibada. Kwa hiyo tukio halikubadilishwa, ila anasema ombeni ili litokee katika majira ambayo mnaweza mkajihami. Mungu atusaidie sana. Nguvu hii ikiwa ndani yako ya Roho Mtakatifu inaweza kukusaidia sio tu mambo ya kiroho ya maisha yako, lakini mpaka mambo yako ya kila siku. Hapa siongelea habari ya wainjilisti, hapa naongelea habari ya muumini yeyote, hata pale kazini kwenu. Ukiwa na hii nguvu itendayo kazi ndani, nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, kuna wakati Roho wa Mungu atakuongoza kuandaa speech au taarifa ya kazini ambayo hata ikisomwa anayeisikiliza ina nguvu ya ajabu na kuielewa mpaka mabosi wanashangaa. Kwenye kitabu changu ambacho kinatoka hivi karibuni, najua mmekisubiri kwa hamu, lakini mwezi huu ndipo kinatoka, tunamalizia kabisa, cha namna ya kupambana na nguvu za giza na kuzishinda kabisa kabisa. Nimeelezea sehemu moja katika sura moja hapo, nimeelezea mashambulio ya nguvu za giza katika eneo la kazi au vifaa, ambapo utakuta kompyuta inasumbua, utakuta sio kitu gani kinasumbua, na namna ya kuivunja ile nguvu. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaruhusu yatokee, lakini anatufundisha namna ya kuziondoa, kuzi-intercept, kuziondoa, kuzisambaratisha kabisa kabisa. Unaweza ukaombea kompyuta yako, unaweza ukaombea simu yako, unaweza ukaombea deski lako ambalo unafanyia kazi. Lakini yote haya utayawezaje kujua kwamba sasa hivi inatakiwa niweze kuombea deski, kwamba tatizo hili sio mekaniko? Maana iwezekani kwamba deski lako kuna msumari kule chini hauko vizuri, kwa ukianza kufanya kazi inadondoka, unaweza kukemea. Itakuwa ni matatizo. Shughulika na msumari, tengeneza msumari. Lakini kuna vitu vinatokea kazini mpaka unajiuliza kila kitu iko sawa, lakini mbona mambo hayaendi? Kama kuna nguvu itendayo kazi ndani yako, ile nguvu itaonyesha matokeo yake kwa kuondoa hizi nguvu mbaya, na ni nguvu ya Roho Mtakatifu peke yake. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 fungu la 13, Biblia inasema, kwa maana Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa mapenzi yake. Tafsiri nyingine nasema kulitimiza kusudi lake jema. Aha, kwa hiyo hapo unasema mchungaji, hii inamaanisha nini? Sikiliza. Kwa nini mara zote ninapoongea nimesema katika mafanikio yetu yote ambayo tumeyapata tujifunze kumtukuza Mungu? Ni kwa sababu Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. Anasema kutaka kwetu na kutenda kwetu. Kwa hiyo kuna wakati unaposikia kwamba unasukumwa kuomba, usije ukajiona kwamba una akili sana ya kiroho, ila ujue ni Mungu ndiye amekupa taarifa kwa njia ya Roho Mtakatifu ya kwamba kuna kitu hapo unatakiwa ukifanyie kazi. Fanya sehemu yako, ila mimi nifanye sehemu yangu. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, kama ni hivyo namuomba Mungu, Mungu huyo tena ndiye ambaye ananiongoza mimi kuomba. Mbona kama hii kitu ni ukati? Mbona kama hakikai sawa sawa? Ni hivi, ukielewa sheria za kifalme ndipo utajua kwa nini hii inatokea. Sheria za kifalme ziko hivi: kuna vitu ambavyo Mungu akivitenda bila sisi kutamka, ni kana kwamba Mungu ametumia ubabe, kwa vile anaweza yote. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inabidi sisi tuweze kutamka ili viweze kutendeka. Ndio maana Daudi akamwambia Mungu, umelifanya neno lako kuwa kuu kuliko jina lako. Ni kwa sababu kuna vitu Daudi alitarajia Mungu angeingilia, lakini haingili kwa sababu katika neno lake hakusema hivyo. Ndio utakuta maneno kama yafuatayo, ni kanuni za kifalme: niite nami nitaitika. Huyu ni Mungu ambaye anaona kila kinachoendelea, anaona kila unachokipitia, lakini anakuambia ukiniita nitaitika. Ina maana kwamba ninaona unachokipitia, lakini kwa vile hujaniita, hujaruhusu niweze kuingilia. Kwa unapoona huko anasema kwamba ni Mungu atendaye kazi kwenu, kutaka kwenu ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, maana yake ni kwamba huyu Mungu huyu
anaona kabisa kuna kitu ambacho unatakiwa utamke ili kitendeke, lakini kwa sheria za kifalme haruhusiwi kuingilia kati mpaka wewe utamke. Anachofanya ni nini? Kwa njia ya Roho Mtakatifu anakuletea wazo la kuomba. Ukilipuuza, alafu anapokuletea wazo la kuomba, anakupa nia ya kutenda. Anapokupa nia ya kutenda, anakupa nguvu ya kutenda. Wow, huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Na hii, ukielewa hizi hatua zote, ndio mwisho wa yote unajikuta jambo lolote likitendeka, kiburi kinaisha, unaishia kumtukuza Mungu, maana ndiye atendaye kazi ndani. Usisahau wa Efeso 3 ya kwamba kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Usije ukasahau hilo. Angalia, nguvu hii hutenda katika dhamiri, maamuzi, mtazamo, uvumilivu na utii. Mungu huanza ndani, kwa sababu kile kinachojengwa ndani ndicho kinachoweza kubeba kile kinachokuja nje. Zingatia maneno haya, narudia tena. Wewe ambao unaangalia kwenye television unaweza ukayasoma direct. Unayesikiliza kwa njia ya redio utasikia. Narudia tena kuyasoma haya maneno. Nguvu hii hutenda katika dhamiri, maamuzi, mtazamo, uvumilivu na utii. Mungu huanza ndani, kwa sababu kile kinachojengwa ndani ndicho kinachoweza kubeba kile kinachokuja nje. Mnakumbuka kuna maneno yasemavyo, ajionavyo mtu ndivyo alivyo. Nisikilize rafiki yangu uliyeko hapa. Cha kwanza kabisa, anza kubadilisha mtazamo wako wa ndani. Mkaribishe Roho Mtakatifu. Ona kabisa kwamba ulichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baada ya kuamini hili, jua wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Thamani yako haipimwi kwa magari, haipimwi kwa akaunti, inapimwa na yule aliyekuumba. Ukielewa hili, ukibadilisha ule utu wa ndani, ndipo utaanza kubadilisha utu wa nje. Saikolojia inasema hivi, ukimwona mtu amevaa nguo iliyotoboka huku nyuma kwenye makalio na yuko na amani kabisa, ni kwamba palipoanza kutoboka ni kwenye akili. Yale ni matokeo. Ndio mtu yeyote. Hujawahi kuona, kuna video moja, nadhani huenda umeshaiona hata na wewe, ya mlemavu wa miguu na mikono. Anafanya kazi ya kukata majani shambani, anakata majani ili aje kulima. Mtu mwingine ni mlemavu, ana mkono mmoja mzima, ana mkono mmoja uliolemaa, ameamua kuwa ombaomba barabarani, anatumia huu mkono mzima kuomba, anaonyesha huu mkono mwingine kama mtaji wa kuomba. Lakini kuna mtu ana mgogoro kwenye miguu na mikono yake, lakini anafanya kazi, anapata fedha kwa jasho. Tatizo sio viungo, tatizo ni mtazamo. Badilisha mtazamo. Sikia hili likusaidie kwenye maisha yako. Unataka ufanikiwe katika maisha yako, ufikie kile kiwango ambacho Mungu alikusudia uwe. Kuwa na muda mwingi wa kuangalia kilichoko ndani kuliko kuangalia wengine. Moja ya dalili kubwa ya kwamba unaporomoka na unapoteza kusudi la wewe kuzaliwa ni hii: uko bize kujadili watu, uko bize kuangalia fulani yukoje, uko bize kuangalia fulani leo amevaaje, uko bize kuangalia na kujadili fulani biashara yake inaendaje. Ukikutana na watu wanaojadili mambo kama hayo, wamezunguka, uko kwenye magrupu ambao unakuta watu story ni kujadili watu. Umeona fulani kanunua gari jipya bwana, sijui hela anatoa wapi. Ukiona hapo kwenye, mnaanza kuporomoka na kupoteza mwelekeo wa kwa nini ulizaliwa. Na kwa taarifa yako, wakati huna chochote, hakuna anayeuliza kwa nini huna. Ukianza kupata, ndipo anauliza ulitoa wapi pesa. Focus kwenye mambo yako. Focus kwenye kujiimarisha. Focus kwenye kujiongezea elimu. Focus kwenye afya yako. Ule chakula sahihi. Fanya mazoezi. Ondoa msongo wa mawazo, kuliko kupoteza muda kuangalia wengine wakoje.
wengine wanaishije, maisha yao yakoje, fulani anasalije, hawa wakoje, kiroho wakoje. Usikeshe kuangalia hali ya kiroho ya watu, kesha kuangalia hali ya kiroho ya kwako. Na Yesu alituonya sana hili, anasema toa kwanza boriti kwenye jicho, ndipo uone kibanzi kwenye jicho la mwenzako. Ilikuwa ni fundisho kubwa sana. Yesu anakwambia hivi, mwenzako ana kibanzi, wewe una boriti, ndio maana umeshindwa kujibadilisha we mwenyewe. Utu wa ndani lazima ubadilike kwanza. Sikia maneno haya ambayo nimeyapenda sana kwenye kitabu cha Education, ukurasa wa 253. Katika Kiswahili kitabu hiki wamekiita elimu halisi. Sijui ukurasa wake kwenye kile cha Kiswahili, lakini cha Kiingereza inasomeka hivi: It is faith that connects us with heaven and it brings us strength for coping with the powers of darkness. Wow. Nairudia tena hii. It is faith that connects us with heaven and it brings us strength for coping with the powers of darkness. Ni imani inayotuunganisha na mbingu na kutuletea uimara au nguvu ya kukabili nguvu zote za giza. Unahitaji uweze kuunganishwa na mbingu ili uweze kupata nguvu ya kukabili nguvu za giza. Imani sio kuona. Imani ni kuamini kisichoonekana. Rafiki yangu, natamani Roho Mtakatifu adadavue hili kwenye akili yako vizuri. Imani ni kuamini malaika wanakuzunguka ndani wakati huoni hata mmoja. Mtu mmoja akaniuliza, mchungaji, umewahi kuwaona malaika? Kabisa kabisa. Malaika ni roho, kwa hiyo huwezi kuwaona katika jicho la mwili mpaka waamue kuja katika maumbo ya kibinadamu, wakiwa wametumwa kwa misheni maalum, ndipo wanaweza wakaonekana. Na hawaonekani katika ile sura mliozoea ya kuchora kwenye picha ya viumbe wenye mabawa, maana hawataki mabawa ili waweze kupaa. Watakuja katika maumbo ya binadamu ambao ni wa kawaida kabisa, tunaowajua kabisa. Mtu wa bodaboda kabisa, na anakuja na bodaboda yake, na anakuja na kuokoa na anakufikisha mahali, anaondoka. Wewe unajua ni bodaboda, lakini kumbe alikuwa ni malaika. Lakini hiki ninachoongea ni hiki. Hata hapa ninapoongea na wewe sasa hivi hapa ninavyohubiri namna hii, kuna malaika wananizingira hapa, lakini katika macho ya damu na nyama huwezi kuwaona. Kwa hiyo imani ni kuamini ya kwamba hapo ulipo, ambapo unaona hakuna usalama kabisa, usalama upo, si kwa sababu unauona, ila kwa sababu Mungu ameahidi. Kilichonisukuma kuandika kile kitabu ambacho kinaitwa Ahadi za Mungu kwangu ni hili: Mungu ametuahidi vitu vingi, lakini hatuvioni kwa sababu ya mashaka yetu na hatuvijui. Na kinachofanya Mungu atimize ahadi yake kwako ni uaminifu wa Mungu kwako. Ndiyo maana anasema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mungu haongelei haki yako, anaongelea haki yake. Bartholomayo alifikia kiwango katika ombi lake ambaye alipenda sana, akasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Unirehemu maana yake nihurumie. Yaani mimi ni wa kuhurumiwa. Ukiamua kunihukumu sawasawa na mambo yangu, hutanisaidia, nihurumie. Najua unanitazama sasa hivi hapa. Nguvu itendayo kazi ndani yako ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tutaendelea kuiangalia sehemu ya pili ya kipindi hiki. Nguvu itendayo kazi ndani yako ni nguvu inayobadilisha, inayotokana na uwepo na ukaaji wa Kristo ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Akiwa ndani yako atakufunulia mengi, mambo ya kazini. Wewe ni wanafunzi wa sekondari, uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha hauangalii umri. Hata wewe pale sekondari anaweza kusaidia. Wewe ni mtoto unasoma shule ya msingi, omba Roho Mtakatifu aingie ndani yako, atakusaidia katika umri wako. Uko nasari unanisikiliza, uko nyumbani na wazazi wako unasikiliza kipindi, wewe ni mtoto mdogo kabisa, uko chekechea, elimu ya awali. Roho Mtakatifu ataingia ndani yako kwa kiwango cha umri wako, atakufunulia mambo kulingana na umri wako. Omba hii nguvu ifanye kazi ndani yako. Hata wakati mwingine usisubiri tu uponyaji kwa njia ya muujiza, atakuelekeza hospitali sahihi ya kwenda. Kuna watu ni mashahidi, uliumwa ukazunguka hospitali nyingi sana, lakini ukaja kupata matibabu hospitali ambayo ulikuwa unaiacha.
Ni nguvu ya Roho Mtakatifu inakuelekeza, nenda pale, kuna mtumishi wangu daktari yuko pale, atakusaidia, atajua tatizo, atakusaidia. Nguvu itendayo kazi. Kumbuka maneno ya Ellen White, anasema it is faith that connects us with heaven and brings us strength for coping with the powers of darkness. Ebu kuwa mtu wa imani kuanzia leo. Kuwa mtu wa imani. Rafiki yangu, sikiza maneno haya. Mungu huangalia zaidi kule anapokupeleka kuliko mahali ulipo sasa. Ndio, Mungu anaangalia zaidi anakupeleka wapi. Shida yako ni hii, sasa hivi hapa unahangaika sana na hapa ulipo ndio pamekusababisha mpaka umekata tamaa. Usikate tamaa. Mungu anajua anakupeleka wapi. Kule anapokupeleka hajakata tamaa. Mungu hakati tamaa. Karama zake hazina majuto. Kuna mahali anakupeleka. Musa alionekana mchunga kondoo tu, tena anafanya kibarua kwa Yethro. Unajua, ukisoma maisha ya Musa vizuri utagundua kwamba Musa alikuwa ni mtu aliyekata tamaa mwanzoni. Baada ya kuona kile ambacho Mungu ameahidi kukitimiza kwenye maisha yake, hakitimizwi kwa sababu Musa aliona kabisa ya kwamba amefanya jambo ambalo limemfanya afukuzwe Misri. Kuonekana kwamba misheni yake ya kuokoa Israeli inapotea. Hapa naongea na mtu ambaye unaona kama vile misheni yako, kile ulichoitwa duniani, kana kwamba kinapotea. Ndiye naongea na wewe. Usikate tamaa kabisa. Kumbuka Zaburi ya 90 imeandikwa na Musa. Anaposema siku za mtu ni miaka 70, akiwa na nguvu 80, tena zimejaa taabu. Utufundishe kuzihesabu siku zetu. Tumezoea kuisoma kwenye misiba ile Zaburi, lakini ile Zaburi iliandikwa na mtu aliyekata tamaa, mtu ambaye aliona kana kwamba hana thamani tena duniani, akaishia kuchunga kondoo na kufanya kibarua. Mimi kwenye maisha yangu nimejifunza kumheshimu kila mtu. Kuna mtu hivi tunavyoongea anafanya kibarua cha kuchunga kondoo, anafanya kazi za ndani, ni house girl, anafanya kazi mahala fulani, ni house boy, lakini hicho kipindi ni cha muda. Mungu anampeleka mahala fulani, na mtu huyo huenda ni wewe. Kuna mtu Mungu ameahidi kukufikisha mahala fulani. Sikia nikwambie, kwenye sehemu ya pili ya somo hili tutaona jinsi ambavyo Mungu ana barabara ya kuwapitisha watu, na wakati mwingine ile barabara jinsi ilivyo ngumu, Mungu anajua kwamba akikuonyesha hii barabara mapema ukaiona jinsi ilivyo, unaweza ukaogopa safari. Mungu akusaidie sana unanitazama. Badilisha mtazamo wako. Kumbuka maneno haya, usije ukayasahau. Nguvu itendayo kazi ndani yako ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kila mtu ana kiwango cha imani. Hakuna mtu ambaye hana imani kabisa. Kumbuka, tumia muda mwingi sana kujitengeneza wewe mwenyewe na kusaidia jamii. Tumia muda mwingi sana kumuuliza Mungu, niko hapa kwa ajili gani? Usisahau, Mungu hawezi kuahirisha mpango wake kwako kwa sababu tu ya jinsi ulivyo sasa. Anaangalia kule anapokupeleka. Atafanya kila namna kukutengeneza sasa ili uweze kufaa kwa kile alichokuita. Tunapoingia kwenye maombi sasa, omba ujazo wa Roho Mtakatifu. Omba Mungu aingie ndani yako kwa njia ya Roho wake. Omba Mungu ampe uimara yule mtu wa ndani ambaye ni wewe halisi. Omba Mungu aweze kukufunulia mafunuo ya kumjua Yesu Kristo na nguvu yake kuu. Ukielewa hili, matokeo ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ni maisha yaliyobadilika. Ni vitu vingi vitabadilika baada ya hapo. Labani akamwambia Yakobo, Bwana alibariki nyumba yangu kwa ajili yako. Biblia inasema nyumba ya Potifa ikabarikiwa kwa sababu ya Yusufu. Kulikuwa na kitu ndani ya Yusufu.
Chochote kinachozuia ile nguvu isitende kazi, leo kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akufanikishe. Bwana akupe nguvu kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Na hii nguvu kwa kadri inapopewa nafasi na kuwa kubwa zaidi, ndipo utendaji wake unakuwa mkubwa zaidi. Kwa kadri ya imani yako, pokea. Bwana, tuongeze imani. Na kuachia dakika moja, omba sasa ndani ya moyo wako. Endelea kutuma maombi, wale mnaoandika kwenye njia ya YouTube, kule kwa njia ya television, endelea kutuma maombi yako. Endelea kutuma, endelea kuandika. Na wengine ambao mnaomba sasa, pale ulipo, omba ndani ya moyo wako. Omba ndani ya moyo wako. Taja jambo ambalo unahitaji kwenye maisha yako, lakini utu wa ndani ukabadilishwe kwanza. Hamu ya maombi ikarejee, kusoma neno kukarejee, na nguvu ya Kristo ipitayo fahamu zote ikatende kazi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu. Namleta mikononi mwako. Leo tumeangalia nguvu itendayo kazi ndani yetu, na tumeona ya kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa ndani yetu, hakuna nguvu nyingine yoyote nje yetu ambayo tunaweza kuiogopa. Hakuna cha mchawi, hakuna cha bosi, hakuna cha nani, maana nguvu itendayo kazi ndani yetu ni kubwa kuliko nguvu yoyote iliyoko nje. Kuna mtoto wako amekata tamaa kwa sababu ya changamoto za maisha, kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya uchumi, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya magonjwa. Ninakusihi leo ukafufue tumaini ndani yake, na akaone matokeo makubwa ya nguvu itendayo kazi ndani yake. Nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo itatenda makubwa kuliko aliyoyaomba, kuliko aliyoyawaza, kuliko aliyoyatamka. Ukamshangaze mtoto wako kwa baraka za rohoni, naye akakiri hakika Mungu yupo katikati yetu. Naomba kwa ajili ya wagonjwa ambao wanafuatilia kipindi hiki, wakapokea uponyaji. Ninaomba kwa ajili ya mioyo iliyopondeka na kuvunjika kwa sababu ya msongo wa mawazo, wakapate amani ipitayo fahamu za kibinadamu. Ninaomba kwa ajili ya yote aliyefungwa na nguvu za giza, mara zinaposikia sauti hii, ziondoke kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza mfalme wa amani, kwa kuwa unatenda na utatenda makubwa kuliko tuombayo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.